uqdatan min lisani yafqahu alqawl. Mwenyezi Mungu apanue fikra zetu, akunjue vifua vyetu, na atupe umakinifu wa kujikuza nafsi zetu inshallah. Hakika katika mazungumzo yetu na silsila ya alphabet ambazo zinakusaidia kujenga, kukuza ama kubadilisha maisha yako, leo tumefika katika harufu ya P, letter P. Na hii ni harufu muhimu sana kwa sababu ni harufu ambayo inatupa ule msingi wa mwanadamu kuweza kutoka pale alipo na kufika pale anapotaka kufika. Hii ni harufu ya patience, asabru jamili. Hakika subra ni kitu kizuri. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kusubiri. Lakini mwanadamu hawezi kuwa na subra, mwanadamu hawezi kuwa na patience mpaka awe kila siku, kila kinachofika anakiona kwamba kina kheri na yeye. Katika karne 21 kama kuna kitu kimevumbuliwa ambacho kinatusaidia kupambana na stress za maisha, ni kitu kinaitwa positive psychology, kwamba wewe kila kinachokufika wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, kwamba kila kile kinachokufika unakikubali kwamba kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umepata kazi, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifuta kazi, pia imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umepata mtoto, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umepoteza mtoto, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umepata mali, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umefilisika, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una afya, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umekuwa mgonjwa, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaitwa positivity, kwamba ukubali shetani akakuhuri kufanya uwe na majuto na yale yanayofika katika maisha, kwa sababu katika maisha aidha ni ucelebrate vile yanavyopeleka ama uregret. Na mwanadamu hafai kuregret maisha. Kila kinachokufika katika maisha kinakuwa ni mwalimu wa wewe. Ukifikwa na mazuri, unajifunza jinsi ya kuishi vizuri, na unapofikwa na mabaya, unajifunza jinsi ya kujiweka mbali na mabaya. Every experience is a teacher. Kila tunalopitia katika maisha yetu ni mwalimu, na ndicho kinachotusaidia kubadilika kuwa watu ambao ni bora, wazuri, wenye maendeleo, wenye kusonga mbele kila siku. Ndugu zangu, katika zama za Mtume kulikuwa bibi moja, kulikuwa na bibi moja ambayo mtoto wake alikuwa mgonjwa. Akamuuguza yule mtoto kwa subra ya hali ya juu, na siku moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua chake. Lakini yule bibi akaamua hatomwambia mumewe kwamba yule mtoto kafariki. Badala yake akaamua kujipamba, kujitengeneza, akamgoja yule mumewe akaja, akampa chakula kizuri, wakastarehe kama mume na mke. Alafu baada ya kumaliza yote hayo, akamwambia, wewe ikiwa mtu amekupa amana yake alafu akaja kuichukua, utakasirika ama utafurahika? Yule bwana akamwambia mkewe, utakasirika vipi? Mtu amekuja kuchukua amana yake, vipi utakasirika? Ni yake, baba akichukua ni yake, sitakuwa na hasira zote. Akamwambia, basi yule mtoto wetu amefariki, Mwenyezi Mungu amechukua haki yake. Akakasirika sana yule bwana. Akamwambia, yani nimekuja umenipitisha starehe zote hizi ilhali mtoto wetu amekufa. Akamkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumshtaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mkeo yuko sawa, na hicho kitendo mlichokifanya Mwenyezi Mungu atawapa, ameshawapa mtoto mwingine atakayekuwa bora kuliko huyo ambaye mmemzika. Sasa angalia ile subra ya yule mama na yale ile response iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nimemchukua huyu, ninakupa mwingine bora kuliko huyu. Katika watu wote walikuwa na degree kubwa sana ya subra ni Nabii Ayub.
Alipoteza kila kitu, poteza watoto wote, akapoteza mali yake yote, akapoteza afya yake yote, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya subra yake. Ayubu alipoulizwa kwa nini amebaki na nguvu baada ya Mwenyezi Mungu kupiga vibati vyote hivyo, akasema miaka yote hii karibu 50 Mwenyezi Mungu amenipa kila nilichotaka. Hii ndio mfupi tu ambapo Mwenyezi Mungu kachukua chake, wataka mimi nikose shukrani? Miaka yote hiyo Mwenyezi Mungu amenipa afya karibu miaka 60 ya maisha yangu. Leo Mwenyezi Mungu amenijaribu na hiki kimaradhi kidogo cha pressure, basi nisikuwe na shukrani na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa na subra, na ndio maana katika misemo yetu ya Kiswahili nasema subira huvuta kheri. Huwezi kukua kama hauna subra, na ndio watu wanasema ukitaka kukua unachukua wakati. Angalia pale unapopanda mbegu ya mnazi, inachukua miaka mingapi ile mbegu ya mnazi kuchemuza tu kutoka tu, alafu itachukua na miaka mingapi mpaka uwe mti ule ukamilika, alafu itachukua miaka mingapi mpaka ule nazi. Lakini pindi ukisha kuanza kuzila ile nazi, utakula wewe, wale watoto wako, wajukuu zako, na generation after generation. Hii minazi yote tunayoona yalipandwa na mababu, lakini mpaka leo tunavuna nazi. Kwa hivyo mwanadamu akiwa na subra katika kukabiliana, subra kukabiliana na neema za Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa neema kwenye masubra ukawa na kiburi. Mwenyezi Mungu anaweza kupokonya neema zake ukawa na masikitiko, ukakosa subra, ukakufuru. Mwenyezi Mungu aweza kumwonyesha subra katika wakati una maradhi, ukamkufuru. Mwenyezi Mungu anaweza kumkanyang'anya subra wakati wa kupitia mitihani ya kila aina, ukamkufuru, badala ya kusonga mbele ukarudi nyuma. Kwa hivyo be patient, inamaanisha kwamba utakuwa positive, utakuwa unatazamia kwamba hiki ni kiwingu kinapita. Mwenyezi Mungu akitaka kukuneemesha, kwanza kukuponya ile neema uliyonayo, ili usikie uchungu wa kutokuwa na neema, kusudi ubadilishe mienendo yako, uswali zaidi, ufunge zaidi, usome Qur'ani zaidi, na Mwenyezi Mungu akifungua milango ya neema inakuwa ni neema kubwa zaidi kuliko. Ndugu zangu, mwanadamu hakui katika hali ya kutosheka. Ukiwa comfortable huwezi kukua, mpaka uwe uncomfortable, alafu uwe unakubali yale yaliyofika, ndio pale unapotaka utafika. Ndugu zangu, harufu ya pili ni harufu ya kiu. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Mwenyezi Mungu anasema kafanya yeye binadamu amuone ile ngamia alivyo na uwezo wa kutembea katika jangwa kwa siku na masiku bila maji, amuone. Hali ya tafakkarun, yeye hakufikiri. Hali ya tadabbarun, yeye hakuzingatia. Question is the gateway to learning. Katika kujiuliza maswali, mimi natoka wapi hakika? If you pause, kujiulize hakika nimetoka wapi? Nilianza wapi? Huu ulimwengu ulianza wapi? Ilikuwaje ukawa na mbingu na ardhi? Ilikuwaje ukawa na mwanamke na mwanamume? Ilikuwaje ukawa na binadamu na wanyama? Ilikuwaje wengine wako juu, wengine wako chini? Ilikuwaje kuna kuwa hai na kufa? Ilikuwaje kuna wengine wataingia motoni, wengine wataingia peponi? Ilikuwaje? Wengine ni weusi, wengine ni weupe, wengine ni wafupi, wengine ni warefu, wengine ni wembamba, wengine ilikuwaje? Mwanadamu asiyetumia akili yake kufanya mazingatio juu ya maisha yake, huwa hawezi kubadilisha maisha kama yale. Tunabadilisha maisha kwa kujiuliza maswali juu ya yale yanayotokea katika maisha yake. Usipojiuliza, kwa mfano, ni kipi cha ziada nikifanya kitabadilisha uchumi wangu katika maisha yangu? Ni kipi cha ziada nikifanya nitapanda daraja mbele ya Mola wangu? Ni kipi cha ziada nikifanya watoto wangu wataniheshimu zaidi kuliko vile wanavyoniheshimu? Ni kipi cha ziada nikifanya ndoa yangu itakuwa ya furaha zaidi kuliko vile ilivyokuwa? Ni kipi nikikifanya heshima yangu itapanda zaidi kuliko vile ilivyokuwa? Ni kipi nikikifanya nafsi yangu itamakilika zaidi kuliko vile ilivyokuwa?
Ni kipi nikikifanya afya yangu ita improve kuliko vile nilivyokuwa? Lakini usipojiuliza maisha hutayaweza. Wanasema if you ask good questions you will always get good answers. Uliza as'al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Muulize yule anayejua ikiwa wewe hujui, ili upate kujua, kwa sababu ukijua utakuwa, na ukikuwa utakuwa mtu wa kujua, na kile ulitakalo litakuwa, na maisha yatakuwa poa kwa sababu wewe unajijua. Self-awareness is a very strong skill ya kufanya wewe kujiamini, kujitambua na kufahamu ni vipi utajibadilisha uwe mtu bora. Ni hatari kubwa mwanadamu abaki vile vile kila siku. Yani wewe unakuwa tu kiumri. Mwaka jana ulikuwa 20, leo umekuwa 21. Ulikuwa 50, umekuwa 51. Hii ni chronological age. Mwili unakuwa. Je, akili yako pia inakuwa? Je, uchumi wako pia unakuwa? Je, network yako pia inakuwa? Je, uhusiano wako na Mola wako je unakuwa? Je, elimu yako inakuwa ama unakuwa tu kimwili? Kwa hivyo kule kujiuliza, kule kujitia katika hali ya kutafakari juu ya maisha yako ndio yanakutoa katika hatari, na baadaye unakwenda kulingana na maumbile ya kawaida na unabadilika badala ya kuwa mtu wa kawaida unakuwa mtu uliyependeza kama hivi, kwa sababu wewe maswala yako unayatabiri kila siku. Una aina yoyote ya jeuri, na wala hukuvaa kiburi kwamba unafikiria kwamba wewe ndiye unajua kila kitu, alfa na omega. Una subject nafsi yako katika kujieleza ni wapi penye makosa, ni wapi unakwenda sawa, ni yapi maadui zako, ni yapi uwezo wako wa kusonga mbele ili usiweze kurudi nyuma. Ndugu zangu, nataka tuige mfano wa samaki. Samaki hana nafasi, hana falsafa ya kurudi nyuma. Samaki akiogelea anaenda mbele. Hata kama kuna nyavu huko mbele, kuna ndoano huko mbele, samaki maumbile yake ni kwenda mbele. Maji ya mto hayarudi nyuma. Yakianza kutembea yanatembea. Na mimi na wewe hatufai kurudi nyuma. Nataka tukisonga tusonge, tuendelee, tufike pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tufike. Harufu yetu ya leo ni harufu ya ardhi. Hakika katika maisha unakuwa yule unajua. Unakuwa yule unajua. Ikiwa watu wote unaowajua ni walevi, kuna uwezekano pia wewe ni mlevi. Ikiwa watu wote unaowajua ni tariku sala, kuna uwezekano hata wewe utakuwa tariku sala. Ikiwa watu wote unaowajia ni wajinga, kuna uwezekano pia wewe ni mjinga. Kwa sababu your network is your net worth. Mwanadamu anatakikana ajizungushe na watu ambao wanampa motisha wa kuwa mtu mzuri wakati. Mwanadamu network yake, connection yake yatakikana aichukue kwa uhodari wa hali ya juu sana. Huwezi kuniambia utatajirika kila unayemjua ni maskini. Sasa hao ndugu zetu, haimaanishi usishirikiane na watu maskini. Lazima upate mtu ambaye amekushinda kwa kila aina ili kusudi ujisukume uwe bora katika maisha yako. Ikiwa katika mviringo wa watu unaowajua wewe ndio hodari zaidi, huo mviringo si wako tena. Kwa sababu sasa wewe utakuwa ndiye ambaye unategemewa kwa kila jambo, na mwisho unarudi nyuma kusonga mbele. Lakini ukiwa katika mviringo wa watu ambapo kuna watu wamekushinda kielimu, kuna watu wamekushinda kiuchumi, kuna watu wamekushinda kimaarifa, basi na wewe utapata msukumo, kwa sababu hauwezi kuingia katika miviringo ambayo imekushinda katika kila upande. Ndio maana watu wanasema birds of the same feather flock together. Kwa hivyo ukiwa wataka kuwa mtu ambaye ni mchaji Mungu, kaa na wachaji Mungu. Watakupa hamasisho la kuwa mchaji Mungu. Kama unataka kutengeneza uchumi wako, kaa na watu ambao wametengeneza uchumi wako. Watakupa maarifa ya kuinvest wapi na kujiendeleza kiuchumi. Kama unataka kuwa mtaalamu wa jambo fulani, kaa na mtu aliyeelimika katika lile jambo, atakufundisha. Mara nyingine huwa nawaambia watu, ukiwa wataka kuwa mwembamba, usimuulize daktari mnene.
kwa sababu kama yeye anajua kuwa umebamba, kwanza angekuwa hivi. Ukiwa wataka kuvuta sigara, usimuulize daktari anayevuta sigara, kwa sababu yeye anajua madhara ya sigara na bado anavuta sigara. Learn from the expert. Jifunze kutoka kwa expert. Na expert ni nani? Expert ni mtu ambaye ana ujuzi katika lile jambo ambalo unataka kulirekebisha. Una shida ya swala zako, kuwa rafiki na mtu ambaye hakosi kipindi cha swala, ili akienda msikitini akushike na wewe mkono. Una shida ya kusoma Qur'an, una mtiririko mzuri wa kusoma Qur'an, kana na mtu ambaye amehifadhi ile Qur'an aweze kukusomesha na wewe una mtiririko mzuri wa ile Qur'an. Umefanya biashara yako, duka lako haisongi vile unavyotaka, mwangalie mtu ambaye amefanya biashara ile ile na amefaulu, atakufundisha jinsi ya kukuza ile biashara. Kuna tabia unaitamani ungekuwa nayo, umejaribu kwa kila njia lakini haijakuvaa bado, utafute mtu ile tabia uliyovaa. Huwa na rafiki, kwa sababu mwanadamu huwa hapendi kumuudhi rafiki yake. Mara nyingi ndio watu wakasema show me your friend and I will tell the kind of a person you are. Nionyeshe rafiki yako nani na mimi nitakwambia wewe ni mtu wa aina gani, kwa sababu rafiki yako kulingana na mafundisho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi ndiye anaamua unapeleka vipi maisha yako. Kwa hivyo ndugu zangu, hakuna kitu kizuri kama subra, na hamna mlango mzuri wa kujifunza kama mlango wa maswali na kujiinterrogate, na hamna kitu kinachotupa rutuba za kubadilisha maisha yetu kama kuwa na mtu wa karibu ambaye anakusukuma kubadilisha maisha yako. Allahumma salli ala nabiyyina nurin wa najina mimman khaf bifadlika latif. Allahumma salli fahma zakiba wa hifdhi wasi'a wa ma'rifati tam wal akli salim fi jismi salim wa tabiyyati mustaqima wa salimata sarira birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.